Ujambo mtazamaji mpendwa wa Messianic Voice TV, karibu katika kipindi cha Karamu ya Neno, na ni asante kwa sababu ya kujiunga pamoja nami katika siku hii ya leo na katika kipindi hiki. Ni matumaini yangu kwamba neema ya Baba imekutosha kama nami vile ilivyonitosha, na kufurahia kwamba nina pumzi ya uzima na nimepewa nafasi nikaja kujadili pamoja na wewe. Nitasoma mafungu ya Biblia kama yalivyoandikwa, na tutaweza kuangalia ni jambo gani ambalo tumeliandaa kwa ajili ya fundisho la siku hii ya leo. Na kitabu ambacho naenda kukisoma ni kitabu cha Kumbukumbu ya Torati mlango wa 6. Tukiwa tuna madhumuni ya kuangalia jinsi ambavyo Biblia inafundisha uungu mmoja wa kweli. Neno hilo linaweza likawa kuwa lina utata, maana kuna utata, wengine hawasemi Mungu, na kwamba neno Mungu Bwana haliwezi likatumika vyovyote vile, lakini haya ni mambo ambayo tunaweza tukayajadili kwa baadaye. Lakini kwa hivi sasa tuelewe kwamba Biblia inafundisha uungu. Nimejaribu kuangalia neno hili uungu, katika Kiingereza ni deity, na deity ni kitu ambacho kinachoabudiwa. Na kwa hivyo kabla hatujasoma, niruhusu tukaingia katika maombezi na tuamini kwa pamoja. Mtakatifu Baba wetu uishiye juu mbinguni, tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Tunakusifu kwamba ni wewe peke yako uliumba mbingu na nchi. Umependezwa kwamba watu wote wakakujua, lakini bado kuna wale walio katika giza. Tunaomba kupitia mafundisho ya siku hii ya leo, Baba, ukaangaza mwangaza wako kwa yeyote atakayekutana na ujumbe huu, na vile vile Mfalme, ukafanya na sisi tukazidi kukutambua katika mapana na marefu, tukaweza kukupatia sifa ambazo wewe peke yako ndio unayezistahili. Asante kwa kipindi hiki, asante kwa kituo hiki, asante kwa ajili ya siku hii ya leo, na asante kwa sababu hata ya uhai na pumzi ya uzima. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, katika jina la mwanao wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumeomba pamoja na kuamini. Kwa hivyo neno linasema hivi, imeandikwa, na tusome fungu ndefu kidogo hapa na tukaweza kulielewa. Inasema, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Yawe Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi mnaoivukia kuimiliki, mpate kumcha Yawe Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazo kuamuru wewe na wanao na wana wa wanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Mstari wa 3. Sikiliza basi, Israeli, uangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana, kama Yawe Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza, Israel, Yawe Mungu wetu, Yawe ndiye mmoja. Nawe umpende Yawe Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Na hilo ndilo somo kuu la fundisho letu la siku hii ya leo. Mstari wa kukariri ama mahali ambapo tunataka kuangalia ni neno hili katika mstari wa 4, ambayo unaweza sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nimesoma vile ambavyo version hii ya Bible ya SUV imeandikwa. Naomba ukanisaidia maandiko matakatifu. Na katika version ya maandiko matakatifu imeandikwa
Sikiza Israeli, Yawe Elohimu wetu ndiye mmoja. Na kwa hivyo tunazungumza kwamba Biblia imefundisha kwamba uungu ni mmoja, na tutaangalia kwa mapana na marefu, na apasaye kuabudiwa ni mmoja. Na kwa hivyo tunapoendelea kufurahia kitabu hiki kama tulivyotanguliza jana, utakuta kwamba kuna majina ya miungu wengi katika Biblia, lakini yule mwenye kuabudiwa na mwenye kutia roho wake ndani ya wanadamu akaandika Biblia hii, anasema yeye peke yake ndiye apasaye kuabudiwa. Lakini kile kingine chochote kinachokuja baadaye, kiwe ni maumbile aliyoiumba yeye mwenyewe ama kile wanadamu wameumba, hiyo ni mifano na ni sanamu. Na kwa hivyo Waisraeli huwa wanasema neno hili sana katika lugha ya Kiebrania, ndio inaitwa Shema. Wanakumbusha watoto wao kwamba Shema Israel, Yawe Elohinu, Yawe Echad. Yani, sikiza ewe Israeli. Na sasa hapa Israeli ni kumaanisha watoto waliochaguliwa na baba. Na wewe na mimi tumechaguliwa kupitia Yeshua HaMashiach. Na kwa hivyo naambia, sikiza ewe mwana wa Yawe, Yawe Elohimu wako, Yawe unayemwabudu, Yawe mumba wako, Yawe ni mmoja. Kwa hivyo hakuna wawili, yeye ni moja, jina lake ni limoja. Na kwa hivyo tunafaa tukubaliane hivyo ndivyo ilivyo. Na fundisho la leo linatuelekeza yeye si miungu mitatu, yeye si miungu misaba, yeye ni mmoja na jina lake ni limoja, na sifa zake hatagawana na mtu mwingine. Na basi tuingie katika fundisho tupate kuelewa kwamba moja ya ukweli za misingi kabisa katika maandiko ni kwamba kuna uungu mmoja tu wa kweli, one deity, wa kuabudiwa ni mmoja. Kuanzia Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, Biblia inatangaza kwa udhabiti umoja na ukuu wa Yawe. Manabii, mitume na hata Masihi mwenyewe walithibitisha kwamba hakuna Elohimu mwingine isipokuwa yeye. Neno hili pia nilielezea neno Elohim, na hapa pia kuna utata, kwa sababu neno Elohim ni wingi wa uwezo wa Yawe, si kusema ni miungu mingi, kwa sababu umoja wa neno Elohim ni El ama Eloa. Na kwa hivyo tunaposema Elohimu wetu ni kumaanisha uwezo wote wa Yawe ndio tunaokaa chini yake. Maana yeye ni mmoja, lakini uwezo wake ni mwingi. Wengine wakatafsiri neno Elohim ama gods ni kumaanisha mighty ones, wenye uwezo. Lakini sasa baba wetu aliye juu mbinguni, aliyeumba, yeye ni mmoja mwenye uwezo wa kila namna. Kumjua Elohimu mmoja wa kweli hutuwezesha kumwabudu kwa usahihi, kuepuka ibada za sanamu na kujenga uhusiano wa karibu na muumba wetu. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa, tunapokuja mahali hapa, shinikizo ni kwamba umjue Elohimu wa kweli na uweze kumwabudu impasavyo, na vile vile uweze kuwa na uhusiano wa karibu pamoja na yeye. Na hivyo Biblia inaonyesha kwamba muumba alikuwa ni mmoja. Katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Elohimu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo mwenye uwezo wote aliumba mbingu na nchi. Biblia haianzi kwa kutangaza miungu mingi inayoshindana, inaanza kwa kutambulisha muumba mmoja ambaye ameumba vitu vyote. Kwa hivyo baba wetu wa mbinguni, muumba wa pekee, habishani na mtu na hangangani na mtu. La hasha, yeye ni mmoja, alifanya kazi hiyo na akamaliza. Na kwa hivyo katika kitabu hicho cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza inatufundisha muumba mmoja, maana yake ni mmiliki mmoja. Yeye aliyeumba ni mmoja na anamiliki mbingu na nchi akiwa peke yake. Muumba mmoja maana yake ni mamlaka moja juu ya viumbe vyote. Anayetawala viumbe vyote ni mmoja. Na la tatu,
Muumba mmoja ndiye anayestahili kuabudiwa. Kwa hakika hakuna apasaye kuabudiwa ila Muumba wa mbingu na nchi. Yeye peke yake ndiye anafaa kuabudiwa. Yeye peke yake ndiye anafaa kutumainiwa. Na kwa hivyo kitabu hiki chote, kitabu hiki kizima kinafundisha kuhusu Muumba aliyeumba mbingu na nchi, na akatufunulia jinsi alivyoumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa uwezo wake mwenyewe. Hebu tuangazie ama tuangalie vile yeye mwenyewe Baba wetu Yawe alivyotangaza upekee wake. Katika chuo cha nabii Isaia 55 mstari wa 5 na wa 6. Mimi ni Yawe wala hapana mwingine zaidi yangu. Zaidi yangu mimi hakuna Elohimu. Hakuna akisema hapa Elohimu deity, uungu, hakuna kingine kipasacho kuabudiwa. Hakuna mwingine apasaye kuabudiwa. Na maneno haya uangalie kwamba nabii anasema mimi ni Yawe wala hapana mwingine. Kwa hivyo ni kusema Isaia alikuwa tu ni chombo. Sauti iliyokuwa ikitoka ni ya Baba wetu Yawe. Isaia alikuwa ni tarumbeta, mwenye kupuliza ni Yawe. Anajitangaza na kusema mimi ni Yawe, hapana mwingine. Na anaposema mimi ni Yawe ni kumaanisha nimejipa jina lipitalo majina yote, na mimi peke yangu ndiye nipasaye kuabudiwa kama Elohimu wa pekee. Mstari wa 6 pia ikashinikiza ama ikasinilia, mimi ni wa kwanza nami ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hakuna Elohimu. Hakuna Elohimu inamaanisha kwa mara nyingine tena hakuna kingine kipasacho kuabudiwa. Yawe mwenyewe alitangaza mara nyingi kwamba yeye pekee ndiye Elohimu wa kweli. Tofauti na sanamu za mataifa, yeye ni hai, wa milele na mwenye mamlaka yote. Tukiweza kujua hivyo na tuweze kumtumainia, wanaomtumainia wana raha na hawataaibika. Na kwa hivyo tunaambiwa hakuna mtu, roho au nguvu inayoweza kulinganishwa na yeye. Haufananishwi, haulinganishwi. Wewe ni wa pekee, muweza yote. Mkono wako waokoa, mkono wako wahuisha. Hauna mwanzo, hauna mwisho. Ulikuweko katika mwanzo wa mbingu, katikati ungali uwepo, na umilele wote unabakia kuwa wewe ndiye Yawe. Ibada yote ya kweli inapaswa kuelekezwa kwake peke yake. Huo ndio ukweli mtupu, kwamba tunapoona hata nabii tunatambua kwamba ni Elohimu aliye ndani yake. Tunapoona mtu ambaye ameokoka tunatambua kwamba ni Baba wetu ambaye yuko ndani yake. Tukirudi katika somo letu kuu, lisema kwamba haya niliyokuamurisha utayafuata, ukawafundisha watoto wako na watoto watoto wako, na wewe utafanikiwa na utakuwa heri. Kwa hivyo wale ambao wamemjua Elohimu wa kweli na wakasikia sheria zake na wakakaa kulingana na mapenzi yake, hao watu ni watu wa kipekee mno. Hawatishiki, hawababaiki, ni kwa sababu Baba wetu yu upande wake. Vile vile pia tunajua kwamba Masihi alizaliwa kama mwana wa pekee wa Baba wetu Yawe, lakini Masihi hakuwa Mungu wa kando. Kama vile anavyosema mimi ndani yake na mimi na yeye ndani yangu. Na kama vile alivyosema kwamba tutakuja sisi na Baba tukae ndani yenu, wote ni wamoja. Kwa hivyo tunapomwabudu Yeshua Masihi, tunamwabudu Yawe mwenyewe, kwa sababu Yeshua ni sura ya Baba wetu Yawe katika hali ya kuonekana kwa macho. Ni sura namna gani? Baba wetu hana ila, hana kunyanzi. Masihi akaja mwanadamu asiyekuwa na ila wala kunyanzi. Ukiniona mimi umeona Baba. Yoyote aliye na tabia na desturi za Baba wetu, yeye ako ndani ya Baba na Baba yu ndani yetu, na kwa hivyo tunamwabudu Elohimu mmoja. Masihi kasema katika kitabu cha Marko 12:29, amri hii ya kwanza ni hii: sikia Israeli, Yawe Elohimu wetu, Yawe ndiye mmoja. Yeshua alipoulizwa amri kuu kuliko zote, alinukuu Kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa 4, akithibitisha imani ya Israeli juu ya uungu mmoja, juu ya one deity. Na kwa hivyo sisi tunasema ama inaaminika kwamba
wanaoamini kitabu cha Biblia kuwa ni kitakatifu tunawaita ni monotheist. Monotheist ni wale ambao wanaabudu Mungu mmoja, si polytheist. Na kwa hivyo hatusemi kwamba Yeshua ni Mungu peke yake, hatusemi kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu peke yake, lakini yawe ni mmoja, lakini amefanya kazi, amejidhihirisha katika vitengo vya Roho Mtakatifu, na vile vile kama vile alivyofanya Yeshua, akazaliwa katika mwili, akaweza kuokoa walimwengu. Na kwa hivyo tunakubaliana kwamba Yeshua hakuleta Elohimu mwingine, hakujileta kwamba yeye ni Mungu wa kipekee, la hasha. Alisema daima dawama, ninalosikia Baba mimi natenda. Hakufanyika kuwa ni Mungu wa kando kama wengine wanavyojaribu kushinikiza na kusema kwamba sisi wa Masihi, sisi ambao tunaofuata Biblia, ni kana kwamba tuna miungu mitatu. La hasha. Elohimu wetu ni mmoja, na kando na yeye hakuna mwingine. Alifundisha watu wamwabudu na kumtii Yawe mmoja wa kweli. Bila shaka hata Yeshua alipokuja alimwabudu Baba, akawasinikiza watu wale wengine kwamba waendelee kumwabudu yeye. Hata baada ya Masihi kuondoka, tunapata mitume walifundisha umoja huu ninaojadili. Katika kitabu cha waraka kwa kanisa la Waefeso 4 mstari wa 6, Biblia inasema, Elohim moja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote. Baba wetu na atukuzwe. Kwa hivyo unaona kwamba hapa unaelewa vizuri sana kwamba Elohimu ni mmoja, na vile vile yeye ndiye baba ya wote. Amefanyikaje kuwa baba ya wote? Ni kwa sababu alipomzaa mwanawe wa pekee kulingana na Torati na kulingana na manabii, akaja akatimiliza mambo hayo. Inatudhihirishia kwamba baada ya sisi kumwamini na kuzaliwa mara ya pili, tunakuwa watoto wake. Niposa nikatangulia kusema, tunaposema sikiza Israel, Shema Israel, shikiza Israel, wewe na mimi tumefanyika kuwa wa nyumba ya Israeli. Ukisoma hapo tulipo katika mlango wa 5:11, mtume Shaul anasema kwamba zamani zile mlikuwa mmefarakana na jamii ya Israeli, lakini sasa mmepandikizwa, tumekuwa wamoja. Na kwa hivyo tunaposema Shema Israel, sikiza Israeli, hata na wewe ni nyumba ya Israeli. Hamjamboni nyumba ya Israeli, hamjamboni nyumba ya Israeli. Natumai unanijibu popote pale ulipe. Mitume waliendelea kufundisha kilele kilicho fundishwa na Musa, na yani kile kilichofundishwa na Musa, manabii na hata Masihi. Kwa hivyo mitume hawakukengeuka, waliendelea kusema kwamba wao ni mabalozi wa kwamba Elohimu Yawe baba wetu ni mmoja. Na kwa hivyo imani ya Biblia inajengwa juu ya Yawe kama ni yeye peke yake apasaye kuabudiwa, ni yeye peke yake apasaye kuabudiwa. Na tunapotumia jina Yawe, najua katika Kiyahudi wangesema tuseme Adonai, na ni vizuri niseme kwamba jina Adonai kusema my Lord, na Lord ni wengi. Na kwa hivyo katika Biblia anaposema mimi ni Yawe, alitaja jina lake na alikuwa na kusudi. Ni kwa sababu tunapomtamka yeye, inajulikana ni yeye peke yake ambaye tunayemtaja, ni yeye peke yake tunayemwadhimisha, ni jina lake tunalitukuza kuliko majina ya miungu mingine yoyote. Umoja wa waumini huanzia katika kumtambua Elohimu mmoja na wa kweli. Ni ombi langu ikiwa umepatana na ukurasa huu siku hii ya leo, unaweza ukafanya bidii ya kujuana na huyu aliyekuumba. Na kama vile kitabu kilichokuambia mpende kwa moyo wako wote na kwa mali yako yote, uchukue hatua ya kumpenda yeye anayekupenda, yeye aliyekupatia uhai, yeye anayesababisha ukapumua hewa aliyoiumba bure bure. Usikaushe moyo wako, kuwa rafiki wake, kuwa mtoto wake, okoka. Na nataka niseme kwamba kama ulingo mzima ungekubali kumjua Yawe Elohimu wa pekee, amani tungekuwa nayo ni ile ambayo hatujawahi iona tena. Na kwa hivyo tuko hapa kusema tumwabudu Yawe mmoja, na tuhakikishe kwamba ufalme wa baba wetu Yawe unashuka miongoni mwetu katika jina la Masihi Yeshua mwokozi wetu. Niruhusu nikachukua short break, alafu tutaweza kuendelea in Yeshua's name. It's my joy that you have joined me as we walk and work for kingdom prosperity.
We are blessed to be a blessing. We are blessed to extend the kingdom. And that's why our show is Kingdom Prosperity. Join us for powerful teachings on how to access true kingdom prosperity and understand its divine purpose. So if you desire kingdom prosperity, in monetary value, in spiritual aspect, you have to plan how you're gonna increase your capacity every day. Hosted by Overseer S.K. Nganga, learn why Yahweh blesses His people and discover your role in working faithfully and obediently for steady and gradual increase. This is a program that will help you understand how prosperity is connected to kingdom service, stewardship, faith, and extending Yahweh's plan on earth. Do not miss Kingdom Prosperity Show every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. only on Messianic Voice TV. Remember Yahweh your Elohim, for it is He who gives you power to get wealth. Deuteronomy 8:18. Welcome to Kingdom Prosperity Show on Messianic Voice TV. Karibu tena mtazamaji mpendwa, tukaweza kuendelea. Asante kwa sababu ya pumziko hilo fupi na matangazo hayo. Nikitumai kwamba mnayatilia maanani mialiko na sauti zinazotoka pale, mkaweza pia kufuatilia, mkawa sehemu ya kukomaa na kuendelea kwa Messianic Voice TV. Na kwa hivyo siku hii ya leo tunaendelea na msururu wa mafundisho tunayoyapata katika Biblia. Na baada ya kusema kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu, tumeingia katika hoja ya kuelewa kwamba Biblia inafundisha uungu mmoja. Kwa hivyo mtu anaposema kwamba tunaabudu miungu mitatu, nitamsomea Torati inayosema kwamba usimsingizie jirani yako, na kwa hivyo usijaribu kutusingizia kana kwamba tunaabudu miungu mitatu, la hasha. Na kwa hivyo tukaona kwamba Masihi alifundisha, mitume walifundisha, manabii walifundisha, na sasa tumalizie na kipengele cha kuonyesha kwamba kuna umuhimu gani kumjua Elohimu ama Mungu wa pekee na ndiye Yahweh, muumba wa mbingu na nchi. Katika kitabu cha Yohana Injili 17 mstari wa 17 inasema, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Elohimu wa pekee wa kweli na Yeshua Masihi uliyemtuma. Kwa hivyo kusudi kubwa ni kwamba tuweze kumwabudu katika njia iliyo ya sawasawa, na hilo jambo lingine la umuhimu sana ni kwamba wanaomwabudu katika roho na kweli watapata uzima wa milele. Danieli aliandika kwamba unapomjua Elohimu utaweza kutenda mambo ya ajabu. Maana ukijua kwamba we ni mtoto wa mfalme, ni nini kingine unaogopa? Ukijua kwamba mfalme huyu ni mfalme juu ya wafalme wote, hakuna ufalme wowote utakao kuja ukutetemeshe, maana umemjua yeye. Maana wafalme wa kiulimwengu wamekuweko wakapita, lakini baba wetu Yahweh mfalme juu ya wafalme wote amekuweko na hatapita, na yeye ndiye atakaye peana uzima wa milele, na yeye vile vile pia ndiye atakaye uwa mwili na uwe roho. Ibilisi akiwa ni roho, hata naye mwenyewe ataangamia chini ya uwezo wa baba wetu. Na kwa hivyo tufanye bidii kuweza kumjua. Na kumjua sio kumjua jina peke yake. Maana wakati mwingine hata wale ambao wanaolitaja jina tunakwamia katika kulijua jina. Na katika hali ya kufanya bidii kulijua jina, ukakuta wengine watasema Yehoshua, Yahua, Yawe, Yehova. Yani inakuwa sasa ni vita kuhusiana na matamshi ya jina. Ni vita kuhusiana na vile jina linavyoandikwa, lakini je, mwenye jina hilo tumemjua ili tukapata uzima? Tukishamjua hatuwezi kuwa na shaka. Wakati anaposema anaweza kutenda kitu, unaamini kwamba anaweza na atakutendea. Na hapo ndipo basi baada ya kumjua, Waibrania inasema kwamba hatuwezi tukamkaribia bila imani. Tunamwendea yeye tukijua kwamba yeye ndiye mwenye vitu vyote. Na yeye ndiye anayetafuta watu atakao muabudu katika roho na kweli. Na yeye ndiye anayetafuta mabalozi atakao watuma. Je, unamuelewa? Unaelewa sheria zake kama tulivyotangulia? Hizi ndizo sheria mtakazozielewa, mtakazozijua, nilizoamrisha mimi. Na mimi niliyowaamrisha niliwakusudia mafikira mazuri. Je, utakubaliana na mawazo yake?
Kwa hivyo watazamaji wapendwa, katika hali ya kumjua Elohimu wa kweli, tunatafuta uzima, mbali si kutafuta ni nani anajua kuliko yule mwingine, ni nani aliye sawa kutamka ama hatamki vilivyo, ni nani anayesema kwamba kutamka ni makosa, mwingine akasema kutamka si makosa. Mtazamaji mpendwa, ni vizuri katika hali ya kumjua tujue jina lake, maana amesema tukalijua, tukamjua yeye, tukajua uwezo wake, tukajua sheria zake, tukajua kile kinachompendeza na vile vile pia kile kinachomhuzunisha. Uzima wa milele hauhusishi kuishi milele tu, mbali kumjua Yawe kwa kuwa na ushirika wa kweli na yeye kupitia Yeshua Hamashia. Na kwa hivyo tunaona kwamba wokovu huanza kwa kumjua Elohimu wa kweli. Hawezi ukamwambia niokoe kama haujamjua. Amejitangaza, amejidhihirisha, akapeana mfumo wake katika Biblia, akajua kwamba ulimwengu utaokolewa kupitia kwa damu ya mwanao wake wa pekee. Kwa hivyo tumuelewe na tujue mipango yake, na ukisoma Biblia vizuri, ukaanza kuona vile ilivyo na historia hiyo imetimia. Ukaanza kuangalia kuna mafundisho kemkem, mafundisho yale ukaanza kuyajua. Ukaanza kumuelewa yeye aliyekuumba, basi unajikuta kwamba mambo yanakuwa ni ya sawasawa. Maarifa hayo yanapaswa kuzaa utiifu na ibada ya kweli. Nashangaa wakati unapokuta kwamba mtu anang'eng'ana kufundisha na ilhali ni mlevi chakari. Mwingine naye alikuwa amejua neno akabakia tu na lile neno, lakini hana uhusiano, hajaokoka, lakini anaongea kuongea. Mtazamaji mpendwa, utakapomjua baba wetu Yawe na ujue kama alivyosema, sikiza Israeli, mafundisho niliyokufundisha wafundisha watoto wako na watoto wa watoto wako katika vizazi vyote, ili ukaweza kufanikiwa. Lazima uwe mtiifu, na ya mwisho lazima uwe mtiifu, maana utiifu ndiyo ibada iliyokuu zaidi. Unaweza ukatoa sadaka lakini bado wewe si mtiifu. Niposa akasema kwamba sipendezwi na sadaka kama kutii, maana ukaidi ni sawa na uchawi. Mtazamaji mpendwa, baada ya kumjua baba wetu Yawe, ukajua sheria zake, utakuwa wa maana sana utakapokumbatia hali hiyo ya kuweza kuwa wewe ni mtu ambaye anatii sauti yake. Maana Yeshua akasema kwamba ukinipenda utazitii amri zangu, na vile vile pia akasema kwamba wanaonitii nitawaita marafiki zangu. Mtazamaji mpendwa, Biblia inafundisha kwamba uungu ama Elohim ni mmoja, na yeye ndiye ambaye tumejua jina lake limetajwa kama mara 7,000 katika Biblia, kwamba niyo Yud He Vav He, iliandikwa YHWH. Lakini vile vile unaweza ukakubaliana na mimi kwamba katika lugha ya Kiebrania mambo mengi yanaandikwa bila zile vowels, lakini wanajua vile wanaweza kuyasoma. Na kwa hivyo tunapomalizia kujua kwamba tumemwelewa Elohimu wa kweli, tunafaa kujua kwamba kuna majukumu ama wajibu ambao wewe kama muumini, wewe kama mtoto wa Yawe unafaa kuyazingatia. Mambo haya matano nataka uyaweke moyoni mwako tunapomaliza kipindi. Kumwabudu Yawe peke yake. Usionekane leo unamwabudu Yawe, kesho unaenda kwa Karumanzila, unamwabudu Yawe, kesho unaenda kwa Baal. La hasha. Amua kwamba yeye apasaye kuabudiwa ni mmoja. Na jambo la pili, epuka aina zote za uabudu wa sanamu. Kingine chochote kinachoabudiwa tunaita idolatry katika lugha ya Kiingereza, ni uabudu wa sanamu. Ukiabudu kingine, ujiabudu mwenyewe, uabudu pesa zako, uabudu kingine chochote kando na heshima za baba wetu Yawe, huo ni uabudu wa sanamu, na baba wetu amekataza uabudu wa sanamu katika amri yake ya pili. Jambo la tatu, kufundisha ukweli wa uungu mmoja wa kweli. Hili ndilo nalofanya sasa hivi, kusema kwamba hatukubaliani na miungu watatu. La hasha. Hatukubaliani na kwamba unaweza ukaabudu miungu mingi kama wengine wanavyosema. Kwa sababu nimejua huyu ni Mungu nitamwabudu, niongeze na mwingine. Sisi tunafundisha kwamba na tukubaliane na tuseme kwamba tunafundisha monotheism, tunafundisha hali ya kumwabudu aliye wa pekee, muumba wa mbingu na nchi. Na jambo la 4, kutii amri zake kwa uaminifu.
baada ya kujua kwamba amepeana sheria kama tulivyotangulia katika Kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa kwanza, yeye amesema zishikeni amri zangu nilizowaamuru leo, muenende nazo katika kuzitii katika uaminifu, mtafanikiwa. Ni ombi langu kwamba sote tunafanikiwa, ni kwa sababu sheria zote baba wetu alizotupatia ametuwaza mawazo yaliyo mema. Na jambo la 5, muheshimu Yeshua Masihi kama yule aliyetumwa na Yawe kwa ajili ya wokovu wetu. Yeshua si Mungu wa pekee, kwamba ni Mungu kando na Yawe. Yeshua amesema kwamba mimi na Baba ni wamoja. Kwa hivyo tunapompatia heshima Yeshua, tunampatia heshima kupitia kazi aliyopewa na Baba wetu. Na katika hali ya kukubali Yeshua alikuja kama mwanawe wa pekee, tunamwabudu Baba wetu Yawe. Ni kwa sababu kuna wengi wamemwamini huyu Elohimu, lakini wamekataa kwamba Yeshua si wokovu. Wamesema Yeshua hakuzaliwa, wakasema Yeshua Mungu hawezi akazaa, lakini Baba wetu Yawe alizaa katika njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Napomaliza, nina hitimisho hili ambalo ningependa ukalitilia maanani pia. Biblia yote kwa ujumla inafundisha kuhusu uungu mmoja wa kweli, Yawe muumba wa mbingu na nchi. Musa alitangaza ukweli huu. Manabii wote waliutetea ukweli huu. Yeshua aliudhibitisha na mitume walifundisha. Hivyo waumini wanaitwa kumjua Yawe, kumwabudu yeye peke yake na kuishi kulingana na mapenzi ya Baba wetu Yawe. Na hitimisho bado ni hiyo hiyo, Kumbukumbu ya Torati 6 mstari wa 4, ambayo inasema sikiza Israel, Yawe Elohimu wenu ni mmoja, ndiye mmoja. Katika lugha ya Kiebrania, Shema Israel, Yawe Elohinu, Yawe Echad. Yeye ni moja na hatuna mwingine, na tutazidi kumwabudu yeye, maana yeye ndiyo mwanzo, mwisho na umilele wote, katika jina la Masihi Yeshua. Baba wetu Yawe akubariki na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la mwanawe wa pekee Masihi Yeshua Mwokozi wetu. Kwaherini hadi tuonane katika kipindi cha Kingdom Prosperity saa 8 on the dot. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth.